Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa hii ambayo umetupatia kujifunza neno lako la uzima. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi tunapoenda kutazama somo makini la hukumu kwa walio hai katika kanisa lako. Utujalie kama kanisa kuelewa maandiko haya matakatifu na kuyaweka katika maisha yetu na uweze kuwa msaada kwa ajili ya wetu wengine pia. Neema yako tunaomba iambatane nasi na msikilizaji na mtazamaji popote walipo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Wapenzi wa Bwana popote mlipo, karibuni sana katika channel hii ya Maranatha. Na leo ni siku nyingine ambapo Bwana ametupatia fursa kujifunza neno lake la uzima. Tunaenda kutazama somo makini sana kuhusiana na hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Hukumu kwa walio hai ni somo makini sana. Tulitazama kipindi kilichopita kuhusiana na migeuko minne katika kanisa, na tukaona wazi kwamba itakapotangazwa sheria ya Jumapili, kanisa la Waadventista wa Sabato litakuwa halina nafasi tena ya kuiandaa. Hatutakuwa tena na muda wa kufanya maandalizi wakati huo, maana utakuwa ni wakati wa mtihani, ni wakati wa jaribu. Kama ambavyo tumetazama masomo yaliyopita, tumeona wazi kwamba sheria ya Jumapili ni kipimo, ni jaribu kuu la mwisho ambalo litawajia watu wa Mungu. Kwa hiyo muda wa jaribio sio muda wa kufanya maandalizi. Mfano wake ni wanafunzi wanapokuwa darasani wanasoma, na ikafika wakati wa mtihani, ule sio muda tena wa kufanya maandalizi kwa ajili ya mtihani. Ule ni muda wa kuandika mtihani, kudhihirisha kile ambacho umejifunza siku za nyuma. Sio muda tena wa kuanza kujiandaa. Kwa hiyo ikitangazwa sheria ya Jumapili, hiko ni kipimo kwa watu wa Mungu, na utakuwa sio muda tena kwa watu kufanya maandalizi, bali kudhihirisha kile ambacho walichokuwa wamepata kujifunza kwa siku za nyuma. Tulitazama katika kitabu kile cha Ezekieli sura ya 8, tukatazama hiyo migeuko, na mgeuko wa mwisho kabisa tuliona katika mstari ule wa 15 na wa 16, ambapo tuliona pale watu waligeuka kuelekea upande wa mashariki nyuso zao na wakalipa kisogo hekalu na wakaliabudu jua. Tuliona wazi kwamba huo ni wakati ambapo sheria ya Jumapili ilipotangazwa na watu wa Mungu walipoenda kuungana na watu wa duniani pamoja kushika hiyo Jumapili kama siku ya ibada. Na tukasema kwamba je, jambo hili litawezekana kwa watu wa Adventista wa Sabato kuabudu jua? Jibu ni ndio, itawezekana. Kwa sababu moja, walipolipa kisogo hekalu, ina maana hapo waliacha fundisho la patakatifu. Walipa patakatifu, walipa kisogo patakatifu. Na tukaona wazi kwamba wale wote ambao watalipatia fundisho la patakatifu kisogo, ambao hawatatoa usikivu wao katika masomo ya patakatifu na masomo haya ya hukumu ya upelelezi, kimsingi wataenda kuungana na watu ambao watakaoenda kuabudu jua wakati huo. Kwa hiyo sasa hivi tuna muda wa kulipatia somo la patakatifu kipaumbele kikubwa sana. Na ndio maana nabii alisema kwamba katika Pambano Kuu kurasa 488 anasema somo la patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri na watu wa Mungu. Anasema vinginevyo haitawezekana kwao kuifanyia mazoezi imani ambayo ni ya msingi sana kuifanyia katika wakati huu, au kuchukua nafasi ambayo Kristo anakusudia waijaze. Na ndio maana naomba sana kwa huruma zake Bwana tuyape masomo haya ya patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi tuyapatie kipaumbele kikubwa, maana tusipofanya hivyo haitawezekana kwetu kuifanyia mazoezi imani. Na Mungu anasema katika kitabu cha Yohana, anasema tunaokolewa kwa njia ya imani. Imani pekee ndio itakayotutoa katika huu ulimwengu na kutupeleka Kanaani ya mbinguni. Sasa kitu gani kitatupatia imani? Ni somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi. Sasa hukumu ya upelelezi, masomo yaliyopita, kama unaweza kutazama katika channel hii, masomo yaliyopita tumejifunza kuhusiana na hukumu ya upelelezi. Na naposema tunakujifunza somo la hukumu ya upelelezi kwa walio hai, ni jambo la msingi sana, maana wewe na mimi ndio tulio hai sasa. Na somo hili la hukumu ya upelelezi lina vipengele vyake. Kuna hukumu ya upelelezi kwa walio kufa na hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Wale ambao wamekuwa pamoja nasi wakijifunza mara nyingi, bila shaka watakuwa wamekwisha fuatilia mambo hayo na kujionea kwa wazi kabisa. Sasa nataka twende tukasome nukuu nzito moja makini ambayo tunatembea nayo mara nyingi. Na nimesema ile nukuu ni nukuu ya kuitafakari tena na tena na tena na tena. Hebu tutafakari tena nukuu hii ya manuscript gombo la kwanza, ukurasa wa manuscript gombo la kwanza. Nukuu hii ni nukuu makini sana, ukurasa wa 228. Ni nukuu ambayo ninasema tutaitafakari tena na tena na tena. Na ni nukuu ambayo kila neno lina uzito wake. Hebu tuisome tena leo kwa nuru nyingine ambayo Bwana anatupatia. Nukuu hii inasema hivi:
kama unavyoweza kuiona hapo. Kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama kiukweli kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Maneno haya ni maneno ya msingi na ni maneno muhimu sana. Anasema kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu. Nilisema ujumbe wa malaika yule watatu unapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Hapo ndipo unapata ujumbe wa malaika yule watatu. Na ujumbe wa malaika yule watatu anaonya dunia, anaonya kanisa kuhusiana na chapa ya mnyama, kuhusiana na amri ya Jumapili, kuhusiana na wakati wa hukumu zitakapohama kutoka kwa waliokufa kwenda kwa walio hai. Hebu tujiridhishe tena na nukuu ambazo zinazotuonyesha wazi kwamba hukumu hii imeanza kwa waliokufa na itaelekea kwa walio hai wakati ambapo amri ya Jumapili itakapotangazwa. Hebu tusome kwanza baadhi ya nukuu mbalimbali kututhibitishia jambo hili kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya hukumu itakapohamia kwetu sisi tulio hai. Huu ndio ujumbe ambao shetani aliuiba katika kanisa. Tulijifunza katika manuscript tukasema shetani taratibu lakini kwa uhakika amekuwa akitafuta kuiba ujumbe wa malaika watatu ili kusudi watu wa Mungu wasiandaliwe kusimama, kuchukua nguvu ya ujumbe huo ili watu wasiandaliwe kusimama, na wakati huo huo Bwana anatupatia ujumbe wa malaika watatu kuandaa watu kusimama. Taratibu, tusikilize kwa makini. Shetani anaiba ujumbe, anaiba nguvu ya ujumbe, watu wasiendelee kusimama, na wakati huo Bwana anatupatia ujumbe wa malaika yule watatu kuandaa watu kusimama. Katika ile nukuu ya manuscript hajasema kwamba shetani anaiba ujumbe wa malaika watatu ili watu wasiendelee kusimama. Ila ninajua ni ujumbe wa malaika yule watatu kwa sababu hapa anasema makusudi Bwana kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama. Kukumbe ujumbe wa malaika yule watatu ni kwa lengo la watu kusimama. Kwa hiyo shetani akiba sehemu ya akiba nguvu ya ujumbe, ina maana anaiba uelewa sahihi wa ujumbe wa malaika yule watatu, kwa sababu watu wakipata uelewa sahihi wa ujumbe wa malaika yule watatu wataandaliwa kusimama. Unaona sasa. Kwa hiyo shetani anaiba huo uelewa ili watu wasio na uelewa sahihi wa ujumbe huu. Sasa hapa anatuambia matukio yanayohusiana na kufunga kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana. Hii ni Pambano Kuu ukurasa wa 490. Matukio yanayohusiana na kufunga kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana ndugu zangu. Anaendelea, ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Kazi gani hiyo? Ni kazi ambayo Kristo anaifanya sasa katika hekalu la juu mbinguni. Kazi hii inaitwa ni kazi ya upatanisho au kazi ya hukumu ya upelelezi. Mwokozi anaifanya. Hii kazi imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sana. Na hii kazi kwa sasa Mwokozi anatamani kila Mwadventista msabato awe na uelewa sahihi wa kile ambacho Kristo anakifanya. Na ndio maana nyuma tu ya hapa hii nukuu, unaposoma ukurasa huu wa 488, hebu naomba nisome tena ukurasa wa 488. Nabii anasema hivi: wale ambao watashiriki mibaraka ya uombezi wa Mwokozi hawataruhusu chochote kuingilia wajibu wao wa kuwakamilishia utakatifu katika kumcha Mungu. Anaendelea, masaa ya thamani badala ya kutolewa katika mambo ya anasa, kujipamba na kutafuta mapato yanapaswa kutumiwa kwa kujitoa, kujifunza kwa bidii na kwa maombi neno la kweli. Anasema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Wote wanahitaji kupata elimu yao wenyewe. Tusikilize kwa makini sasa hapa. Elimu yao wenyewe ya cheo na kazi ya kuhani wao mkuu. Wote ndugu zangu tunatakiwa kuwa na uelewa sahihi wa cheo cha Kristo na kazi yake ni ipi. Sio kusema tu kwamba Kristo anatuombea. Kristo anatuombea, ni kweli Kristo anatuombea, anatupatanisha, lakini anatupatanishaje, anatuombeaje? Hilo ni swali ambalo wewe na mimi tunapaswa kulitafakari tena na tena kwa maombi mengi na kupata uelewa huo sahihi. Narudi katika Pambano Kuu 490. Naomba nisome sentensi inayofuata. Anasema hivi: hiyo kazi sasa ambayo Kristo anaifanya, anasema kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi. Nukta. Kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi. Na hii kazi ilianza lini? Hii kazi ilianza mwaka 1844 kwa mujibu wa kitabu cha manuscript na kitabu cha Selected Message gombo la kwanza ukurasa 125. Naomba nisome hiyo pamoja nawe tuweze kuona. Katika Selected Message gombo la kwanza ukurasa 125. Sijaweza kuitafsiri lakini nitaisoma na kuitafsiri. Naomba usikilize kwa makini. Selected Message gombo la kwanza ukurasa 125 paragraph ya kwanza. Nabii anasema kuhusiana na kazi hii ya upatanisho au hukumu ya upelelezi ambayo inafanyika. Nabii anasema hivi: in 1844 our great high priest entered the most holy place of heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment.
Anasema katika mwaka 1844 kuhani wetu mkuu aliingia katika patakatifu pa juu mbinguni kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi. Hapa tunaambiwa ni kazi ya upatanisho, lakini hapa tunaambiwa ni kazi ya hukumu ya upelelezi. Ni jambo moja hilo. Ukisikia kazi ya hukumu ya upelelezi na kazi ya upatanisho ni kitu hicho hicho kimoja ambacho anazungumzia. Kwa hii nukuu, unaposoma nukuu moja na nukuu nyingine, unakuwa unasoma kwa hali ile ambayo Mungu anatuambia tusome hapa kidogo na hapa kidogo. Kuna wengi wanasoma tu nukuu moja wanaondoka. Hatutakiwi kusoma namna hiyo. Na ndio njia ambayo tunapaswa kusoma Biblia. Biblia inatuambia wakati huu jambo hili na wakati huu inatuambia jambo hili, lakini ukiyasoma hayo maneno kwa kuhusianisha huku na huku, basi unakuwa unapata uelewa sahihi wa kile ambacho kinazungumziwa. Hapa anatuambia kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi mwaka 1844. The cases of the righteous dead have been passing in review before God. Kwa hiyo anasema hapa kesi za watu waliokufa wenye haki zilikuwa zikipita mbele ya Mungu wetu katika muono wake, zilikuwa zinaanza kupita hizo. Anasema when that work shall be completed, kazi hiyo itakapokamilika. Kazi gani? Kazi ya kuchunguza kesi za waliokufa wenye haki itakapokamilika, nabii anasema judgment is to be pronounced upon the living. Kwa hiyo sasa hukumu itatangazwa au hukumu itahamishiwa kwa walio hai. Wakati gani? Wakati ambapo kesi zitakapokuwa zimekwisha chunguzwa za wale ambao waliolala. Nukuu nyingine ni kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6 ukurasa 130, anasema pia maneno yafuatayo. Anasema hivi, nao paragrafu ya kwanza 130, paragrafu ya kwanza sura kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6. Ukipata nafasi unaweza kupitia hapo. Anasema now when the great work of judging the living is about to begin. Anasema sasa wakati ambapo kazi ya kuhukumu walio hai inapokaribia kuanza, anasema shall we allow unsanctified ambition to take possession of the heart and lead us to neglect the education required to meet the needs in this day of peril. Anasema tunaweza tukaruhusu mawazo ambayo hayajatakaswa kwa jambo hilo au kwa hatari ya siku hiyo inayokuja. Kwa hiyo hapa inatuonyesha wazi kwamba kumbe kazi ya kuhukumu walio hai hadi kipindi cha nabii ilikuwa bado haijaanza, na nabii alitegemea ingeanza muda sio mrefu. Na mimi na wewe ndugu zangu, kama nabii angekuja leo hii, angeshangaa kuona tunaishi kipindi ambapo kazi hii ya kuhukumu walio hai inakaribia kuanza. Na walio hai hawawezi wakahukumiwa bila kupewa mtihani, na mtihani huo sio jambo lingine bali ni sheria ya Jumapili. Tunaweza kuona katika wana wa Israeli hapo zamani, kipindi kile Bwana alimwambia Musa kwamba nitawapatia mana hawa watu, na nitakapowapatia mana watatoka kwenda kuokota, lakini wataokota mana kwa muda wa siku 6 na siku moja watapumzika. Anasema hiyo ilikuwa ni test, ilikuwa ni jaribu. Akasema hebu ni wajaribu hawa watu. Aliwajaribu katika nini? Aliwajaribu katika sheria ya Sabato. Baadhi yao walitoka na kwenda kuokota mana. Bwana akasema hata lini hawa watu hawatashika maagizo yangu na sheria zangu? Lakini hawakuvunja sheria zote, walivunja sheria moja. Na ndio maana Yakobo anatuambia, Yakobo 2 kuanzia mstari wa 10, anasema mtu akishika sheria yote na akajikwa katika moja amekosa juu yote. Bwana anapima watu katika sheria ya Sabato. Kwa kitakapotangazwa sheria Jumapili, ina maana hiyo itakuwa ni kuja kuwapima watu utii wao mkamilifu katika sheria ya Sabato. Sasa turudi pamoja katika pambano kuu ile 490. Sasa hapa nataka mawazo yetu yawe hapa, tuone wazi kwamba kazi hii ya hukumu ya upelelezi ilianza kwa waliokufa, itahamia kwa walio hai wakati sheria Jumapili itakapotangazwa. Hapa nabii anasema kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi. Kazi gani? Kazi ya hukumu ya upelelezi kwa waliokufa. Nabii anasema mapema mno, hakuna ajuaye ni mapema kiasi gani itafanyika kwenye kesi za walio hai. Kumbe nabii pia anathibitisha wazi kwamba ni kitambo kidogo tu kutoka hivi sasa, kesi sasa hiyo kazi itahamia kwenye kesi za wale walio hai. Mimi na wewe tulioko hai ndugu zangu, tutachunguzwa na kupimwa kuona kama tunathibitishwa katika ukweli au kuthibitishwa katika nuru tunayopokea, kuona je tutaweza kusimama kipindi hicho. Na Bwana anahitaji kuandaa watu kusimama. Na ndio maana nabii
anasema kwamba kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama wakati gani? Wakati wa hukumu ya upelelezi. Hasa waliokufa hawezi kuandaliwa kusimama. Tunatambua wanaoandaliwa kusimama ni walio hai ambao ni wewe na mimi. Hebu tuitazame nukuu kwa uzuri, tuendelee tena mbele kidogo. Anasema hili ni kusudi ambapo tunaanzisha na kuendeleza nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitarium, migahawa ya afya, vyumba vya matibabu. Hii tulitafakari kipindi kilichopita. Kwa hiyo kumbe hapa nataka nitoke na hili wazo. Wazo lenyewe ni hili hapa kwamba Bwana ametupatia ujumbe wa malaika yule watatu kuandaa watu kusimama. Swali la msingi ni hili: nini maana ya ujumbe wa malaika yule watatu ambao utaandaa watu wewe na mimi kusimama? Ndugu zangu, hili jambo tutakumbuka mimi na wewe kwamba katika mwaka 1888, miaka hiyo, kilikuwa kipindi ambapo ilikuwa inaenda kutangazwa sheria ya Jumapili. Lakini kwa rehema na huruma zake Bwana, jambo hili likapita bila kutangazwa. Ina maana kama ingetangazwa sheria ya Jumapili, basi kazi hii ingekuwa tayari imekwisha fanyika na watu wangekuwa wamekwisha enda mbinguni. Lakini Bwana atukuzwe, maana alitazama watu wake, aliona hawako tayari kwa kipindi hicho. Ingepitisha sheria ya Jumapili na watu hawakuwa tayari, basi jambo hilo likapita, halikutangazwa. Ndugu zangu, upo ujumbe ambao Bwana aliruhusu utangazwe. Ujumbe huu ulikuwa na lengo la kuandaa watu kusimama kwa kipindi hicho. Hasa hebu tuone. Leo hii Bwana anasema kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama. Malaika watatu ni nini hicho kinachozungumzia katika ujumbe wa malaika yule watatu? Unajua wengi tumeona tu pale tatizo katika ujumbe wa malaika watatu. Tumeona ni shida inatangazwa. Tumeona pale mambo ya kutisha yanatangazwa, chapa ya mnyama ama pigo na nini, moto na kiberiti. Watu wengi wameogopa. Lakini ujumbe wa malaika watatu, lengo la ujumbe huu ni nini? Hebu tuone kidogo. Tunaposoma kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho, katika sura ile ya 14 ya kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho, inasema kilio kikuu. Mimi naenda kusoma katika kipengele kidogo kinachosema kiini cha ujumbe wa mwisho. Kiini cha ujumbe wa Mungu wa mwisho. Hebu tusome maelezo kadhaa katika paragrafu ya kwanza ya sehemu hii. Nabii anasema maneno yafuatayo: watu wengi wameniandikia wakiniuliza kama ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ni ujumbe wa malaika yule watatu. Tusikize kwa makini. Hapa nabii anasema ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ni ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa sababu huu ni mwaka 1890 na mwaka 1888 ni wakati ambapo Bwana aliruhusu ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani utangazwe. Sasa watu wakawa wanamwendea nabii na kumuuliza kwamba nabii, wanatambua kwamba huu ni wakati wa kujifunza ujumbe wa malaika yule watatu. Wanaona kuna watu wanahubiri ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, wakamwambia nabii, tunaomba tujue kama ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani ndio huo ujumbe wa malaika yule watatu. Maandiko hapa anasema, je, huu ni ujumbe wa malaika yule watatu? Hilo ni swali ambalo nabii aliulizwa. Na nimejibu, nabii alijibu maneno yafuatayo: ni ujumbe wa malaika yule watatu hasa. Hii inatoka pia Selected Message gombo la kwanza ukurasa wa 372. Nabii anasema ujumbe wa malaika yule watatu huwezi kutofautisha na ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Natamani tutafakari kwa uzuri kabisa, maana sasa hivi kuna watu wanafundisha ujumbe wa haki kwa imani. Mtu yote anayefundisha ujumbe wa haki kwa imani, ina maana anafundisha ujumbe wa malaika yule watatu. Ina maana akielewa vizuri nini mzigo wa ujumbe wa malaika yule watatu. Hili ndio jambo la msingi, na hoja ya msingi ndio hiyo. Maana shetani haogopi kusikia mtu anasema anafundisha ujumbe wa malaika watatu au anafundisha ujumbe wa haki kwa imani, lakini akaenda kinyume na kile ambacho Bwana anakusudia kieleweke katika ujumbe wa haki kwa imani. Haki kwa imani ni nini? Nabii anaendelea katika paragrafu ya pili, anasema Bwana katika rehema yake kuu alituma ujumbe wa thamani kubwa zaidi kwa watu wake kupitia kwa mzee E.J. Waggoner na A.T. Jones. Anasema ujumbe huu ulilenga kumtangaza kwa wazi zaidi Mwokozi aliyeinuliwa mbele ya ulimwengu, dhabihu ya dhambi kwa ajili ya ulimwengu mzima. Uliwakilisha ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa njia ya kupitia ya anasema kuhesabiwa haki kwa njia ya imani kupitia kwa mdhamini. Uliwaalika watu kupokea haki ya Kristo inayodhihirishwa katika utii kwa amri
zote za Mungu. Kumbe ndugu zangu, mwaka ule ambapo Bwana aliruhusu ujumbe huu uletwe duniani, ni kipindi hicho ambapo sherehe ya Jumapili ilikuwa inaenda kutangazwa. Ina maana sherehe ya Jumapili ilipokuwa inaenda kutangazwa, ili watu wasimame wakati sherehe ya Jumapili inatangazwa, ilitakiwa watu wapokee ujumbe wa haki kwa imani. Ujumbe gani huo? Ujumbe wa malaika yule watatu, ilibidi watu waupokee. Ina maana kama watu wangeupokea huo ujumbe, wangeandaliwa kusimama wakati sherehe ya Jumapili ilipokuwa inaenda kutangazwa. Sasa hapa anazungumza maneno yale yale. Mwokozi anatuambia hapa kwamba kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu. Kumbe ujumbe wa malaika yule watatu ni haki kwa imani. Sasa haki kwa imani hii ni nini hicho kitakachofanya watu wasimame? Na ndio maana Bwana akasema hii ndio kusudi ambapo tunaanzisha na kuendeleza nini? Nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitarium hizo, migahawa, viwanda vya chakula, vyumba vya matibabu. Hivyo vitu vyote ina maana ndugu zangu vikitokea, ina maana hapo tutasema kweli tunaamini ujumbe wa nini? Haki kwa imani. Hatuwezi tukasema tunaamini haki kwa imani kama hatutengenezi hizi taasisi zinazowafanya watu waandaliwe kusimama. Zinaanzia wapi? Zinaanzia nyumbani. Kwa nini nyumbani? Kwa sababu taasisi kubwa kuliko zote ni familia. Mwanzo wa kazi kabisa katika uumbaji, Bwana alianzisha familia. Ina maana kutoka katika familia ndipo ambapo unaweza kupatikana mgahawa, ndipo ambapo unaweza kupatikana sanitarium, ndipo ambapo unaweza kupatikana shule. Shule ya kwanza ilianzia nyumbani, na vile vile wakati wa mwisho, ili watu wa Mungu waandaliwe kusimama, lazima mimi na wewe tuwe na hizo shule, tuwe na hizo sanitarium, tuwe na hiyo migahawa. Inaanzia nyumbani. Sasa ndugu zangu, ni makosa makubwa sana, narudia tena, ni makosa makubwa sana kuanzisha taasisi ya mgahawa, kuanzisha taasisi ya shule, kuanzisha taasisi ya sanitarium, kuanzisha taasisi ya uchapaji kama taasisi ya familia haijaanzishwa. Naposema taasisi ya familia haijaanzishwa, simaanishi kwamba mtu aoe. Na maanisha kuwa na misingi sahihi katika familia. Baba na mama, je, lengo lao ni moja katika kufanya kazi ya Mungu? Watoto nao vipi? Wanashirikiana na wazazi katika kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele? Na ni wapi hii familia inaishi? Cha kwanza, wapi familia inaishi? Maana misingi ya familia ya kwanza ilikuwa Eden. Misingi ya familia mwisho itakamaliza kazi lazima pia iende Eden. Lazima hizo familia ziweze kuwa mazingira ambayo ni sahihi na kwa lengo sahihi la kufanya kazi ya Bwana. Haya mambo ni mazito sana. Natamani Bwana atupatie nafasi tuendelee kujifunza masomo haya. Ni masomo makini na ni masomo muhimu sana. Hasa ndugu zangu, tunajifunza wazi kwamba hii nukuu inatuleta wazi kwenye kiini cha ujumbe malaika watatu. Ina maana ujumbe malaika hiyo watatu ndugu zangu una lengo la kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Na ndio maana wale watakaosimama katika wakati wa hukumu ya upelelezi ni wale ambao wamepata ushindi dhidi ya kila dhambi. Sasa kwa maneno hayo, naomba turudi katika kitabu chetu cha Ezekieli. Twende pamoja katika kitabu cha Ezekieli. Tutafakari kwa makini sasa, tuone katika kitabu cha Ezekieli nabii anachozungumzia. Nabii Ezekieli baada ya sura ya 8, baada ya watu kugeuka na kuliabudu jua, nini kilifuata? Baada ya watu kugeuka na kuliabudu jua, nini kilifuata? Natamani hapo tuweze kutafakari kwa uzuri sasa, nini kilifuata baada ya watu kugeuka na kuliabudu jua. Katika sasa sura ile ya 9 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema maneno yafuatayo. Katika Ezekieli sura ya 9 mstari wa kwanza, maandiko yanasema maneno yafuatayo. Alama, ni alama gani hii ndugu zangu? Ni alama gani hii? Maandiko yanatuambia maneno kama hayo katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 7. Tunaposoma Ufunuo sura ya 7, huu ni wakati wa watu kupokea alama. Ni alama gani? Bila shaka tunatambua ni muhuri wa Mungu. Maandiko yanasema katika Ufunuo sura ya 7, tufike pamoja Ufunuo sura ya 7. Na ndio maana tunataka tujifunze kwamba sheria ya Jumapili inakuja na mambo mengi. Itakapotangaza sheria ya Jumapili inakuja na mrundikano wa mambo mengi. Ndio kipindi hicho cha watu wa Mungu kupokea muhuri, na ndio kipindi hicho cha watu kupokea mvua ya masika na kutangaza kilio kikuu na kufungwa rehema. Jamani, hiyo ni kipindi ambapo ndio maana tunaambiwa sheria ya Jumapili, au tunapozungumzia tukio la amri ya Jumapili, ni kipande cha mwisho kabisa katika mchezo huu wa mpango wa ukombozi.
Tunapojifunza mpango wa ukombozi, jambo la mwisho kabisa, tukio la mwisho ambalo litakuwa linaenda kufanya mengine yote yatokee ni sheria ya Jumapili. Ni kipande hiki cha sheria ya Jumapili, ndugu zangu. Tuwe makini na tujiandae kwa ajili ya jambo hili. Maandiko yanasema katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizuia pepo za nchi. Anasema upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Ni nini hicho anazungumziwa? Anazungumzia ni mapigo yale yasiachiliwe kwanza. Kwa sababu gani? Mstari wa 2, nikaona malaika, anasema mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Na kule tunaona pia ameshika kidau cha wino, na maana ni muhuri huo. Anasema kidau, muhuri aliye hai, Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi. Alisema maneno yafuatayo, anasema hivi akisema, msidhuru nchi wala bahari wala mti, hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Tunaona haya maneno. Nabii anasema hapa wazi kwamba huyu nabii wa Yohana anaandika kwamba watu hawa, dunia isipate madhara, watu wasihudhurie wala mti wala bahari wala chochote kisipate madhara, mpaka watu wa Mungu watakapopata muhuri wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa nini? Kwa sababu watakaopokea muhuri wa Mungu ni wale ambao watakaolindwa katika wakati wa mapigo 7 ya mwisho. Na ndugu zangu, tunatambua hali gani tunapaswa kuwa nayo ili tuweze kupokea muhuri wa Mungu. Hapa amesema wanatiwa muhuri ni wale ambao wanaitwa ni watumwa wa Mungu wetu. Sasa swali la kujihoji ni kwamba watumwa wa Mungu ni akina nani? Hawa watumwa wa Mungu ambao watapata muhuri wa Mungu ni akina nani? Maandiko yako wazi pia katika kitabu cha Warumi sura ya 6, tusome mstari wa 22 katika Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 22. Maandiko yako wazi kuzungumzia watakaopata muhuri ambao ni watumwa wa Mungu ni akina nani. Maandiko nasema maneno yafuatayo katika mstari wa 22 kwamba, lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi, mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi, maandiko nasema, na kufanya watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndio kutakaswa na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa watumwa wa Mungu, maandiko yanazungumza kwamba ni wale ambao wamewekwa huru mbali na dhambi. Kwa wale ambao wamewekwa huru mbali na dhambi, hao ndio wanaitwa watumwa wa Mungu. Kumbe kigezo cha kupata muhuri wa Mungu ni wale tu ambao wanaitwa watumwa wa Mungu, na watumwa wa Mungu ni wale ambao wamepata ushindi dhidi ya kila dhambi. Ndugu zangu, itakapotangazwa sheria Jumapili ili watu wa Mungu wapokee muhuri wa Mungu, tunatakiwa kuwa na hali ya ushindi dhidi ya kila inayoitwa dhambi katika maisha yetu. Dhambi inapaswa kukoma kuwa sehemu ya maisha yetu. Hapa nabii anatuambia katika leta ya 126, barua ya 126 ya mwaka 1898. Nataka tukatazame kuhusiana na kile ambacho nabii anakizungumzia katika fungu hili la Ezekiel sura ya 9 na mstari wa 4. Lakini kabla kwenda kutazama hilo wazo, naomba tutazame hii nukuu hapa. Naona unaweza kuiona mbele yako, inasema nabii anazungumza swali, what is the seal of the living God? Nini maana ya muhuri wa Mungu aliye hai? Anasema kwamba which is placed in the foreheads of his people, ambao huo muhuri wa Mungu unawekwa katika kipaji cha nyuso za watu wake. Anasema ni ishara au alama ambayo malaika na sio macho ya kibinadamu yanaweza kuisoma. Ni ishara au alama ambayo ni malaika pekee na sio jicho la kibinadamu wanaweza kuitazama au kuiona au kuisoma. Anasema kwa kuwa malaika muangamizaye anapaswa kuona hii alama ya ukombozi. Ametumia neno mark of redemption. Kwa hii alama inaitwa ni alama ya ukombozi au muhuri wa ukombozi. Na ndio maana ndugu zangu, ni muhimu sana kufahamu kuhusiana na mpango makini sana wa ukombozi. Ni muhimu sana kufahamu haya masomo ya mpango huu wa ukombozi, kwa sababu wale wote watakapokea muhuri wa Mungu ni wale tu ambao wana uelewa sahihi wa mpango wa ukombozi. Kwa nini nasema ni uelewa sahihi wa mpango wa ukombozi? Kwa sababu hebu tazama hapa mbele kidogo, anasema the angel with the lighters ink horn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners. Kwa wale ambao wanapokea muhuri ni wale tu ambao wamejitenga kutoka kwenye dhambi na wadhambi. Hapa ni maamri pa msingi na pa muhimu sana kuweza kuelewa. Tutatafakari hapo mbele kidogo tutakaposoma kuhusiana na Maranatha, kile ambacho nabii anakizungumzia. Tunaambia wale ambao wanapokea muhuri wa Mungu ni wale tu ambao wamejitenga kutoka kwenye dhambi na wadhambi. Sio tu kujitenga kwa wadhambi, hapana, bali kujitenga kutoka kwenye dhambi. Unajua dhambi
unajitenga wewe mwenyewe kwenye maisha yako. Wewe mwenyewe popote utakapokuwepo, ina maana ukiwa polini, ukiwa kanisani, popote ulipo, kwanza unatakiwa kujitenge wewe mwenyewe kutoka kwenye dhambi, na hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, ujitenge kutoka kwa dhambi. Haimaanishi kwamba hatutaweza kuwafikia watu na kuwahubiria ujumbe, kwa sababu dunia nzima hii imejaa wanadamu wenye hali mbalimbali za maisha. Wadhambi ni wengi dunia nzima, popote utakapoenda. Ukisafiri kwenye basi utakutana na wadhambi, utakutana na nyimbo zinaimbwa humo, utakutana na vitu vya ajabu humo ndani, utakutana na watu wenye lugha mbalimbali. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba wewe maisha yako unapaswa ufunge mlango wote wa kukaribisha dhambi iingie kwenye maisha yako. Anasema kwamba, naomba nisome nukuu inayofuata hapa katika kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa 219, anapozungumzia kuhusiana na muhuri wa Mungu. Wazo zima ni hili kwamba wale wanapokea muhuri wa Mungu ni wale wenye uelewa sahihi wa mpango wa ukombozi, kwa sababu ni muhuri wa ukombozi. Anasema hapa, mara tu baada ya watu wa Mungu kutiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao, sio muhuri au alama yoyote iwezayo kuonekana. Hapana, anasema, bali ni kutulia katika ukweli kiakili na kiroho kiasi cha kutoweza kuyumbishwa. Mara tu watu wa Mungu wanapotiwa muhuri na kuandaliwa kwa ajili ya kupepetwa, maandiko yanasema tukio hilo litakuja. Kwa hakika limekwisha anza tayari. Tukio gani? Tukio la pepeto. Hii ni Bible Commentary gombo la 4 ukurasa wa 1161. Anatuambia nabii hapa kwamba huu muhuri wa Mungu ni nini? Muhuri wa Mungu anazungumzia kwa lugha nyepesi kwamba ni kutulia katika ukweli kiakili na kiroho kiasi kwamba watu hawataweza kuyumbishwa kulia au kushoto. Lakini ni ukweli gani huu? Ni ukweli kusana na nuru nzima ya mpango wa ukombozi, na ndio maana tunaambia hii ni alama ya ukombozi au muhuri wa ukombozi. Kwa hiyo tukitulia katika ukweli ule ambao Bwana anahitaji tuweze kufahamu, hapo hatutaweza kuyumbishwa. Na kuto kuyumbishwa huko ni nini? Hilo ni pepeto. Pepeto linahusiana na kuyumbishwa katika mafundisho. Wengi sana wana pepeto hata sasa. Nabii anasema kwa hakika limekwisha anza tayari. Wengi sana wana pepeto. Mtu ana pepeto na mafundisho haya, leo yupo huku, leo yupo na mafundisho haya, leo yupo huku, leo yupo huku. Hatulii mahali pamoja na kumsikiza Bwana anachomwambia kufanya. Hiyo yote tunaambiwa ni pepeto na hakika limekwisha kuanza. Sasa hebu twende tukasome katika kitabu hiki cha Maranatha. Natamani tutafakari Maranatha Agosti 20. Hii ni sehemu ya pili ya wale wenye vitabu vya sehemu ya kwanza na ya pili. Na ukifika sehemu ya pili basi utafika katika ukurasa wa 57 kwa wale wenye vitabu hivi vya Maranatha. Vingine vinaitwa Mfalme Anayekuja. Hicho chote ni kitabu tu kimoja cha Maranatha. Ninatamani nisome katika kile kipengele kinachosema alama safi ya ukweli, lakini kwa urahisi utapata katika Agosti 20. Tunapoenda kumalizia somo letu la siku ya leo, naomba tutafakari hii inasema alama safi ya ukweli, Agosti 20. Nabii anazungumzia katika fungu lile la Ezekiel sura ya 9 na ule mstari wa 4, anapozungumzia pale ambapo watu wanapopata muhuri wa Mungu. Nabii anasema maneno yafuatayo katika fungu lake. Inasema, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Haya ni maneno ya msingi na ni muhimu sana ambayo natamani tutafakari kwa neema ya Mungu. Tuone, je, sisi ni miongoni mwa wale watakapokea muhuri wa Mungu? Kwa sababu muhuri wa Mungu wanaopokea ni wale ambao wanaolia na kuugua kwa sababu ya machukizo yanayotokea kati yake. Kati ya nini? Kati ya hiyo nyumba ya Mungu au kanisa la Mungu. Sasa hapa anatuambia kwamba tazama jambo hili kwa uangalifu. Nabii anasema tazama jambo hili kwa uangalifu. Wale wanapokea alama safi ya ukweli inayowekwa kwao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anayewakilishwa kwa alama inayowekwa na mtu aliyevalia bafta, ni wale wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika katika kanisa. Hapa ametuambia kwamba machukizo yote yanayofanyika katika kanisa. Lakini ukisoma katika Ezekiel hajatumia neno kanisa, ametumia neno hili hapa katika Ezekiel sura ya 9. Unapofika moja kwa moja katika ule mstari wa 5, tusome mstari wa 5. Anasema hivi, na hao wengine aliwaambia, mimi nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. 6. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na mtoto mchanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yoyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ametumia nyumba. Kwa hiyo hukumu zilianza katika nyumba. Na nyumba ya Mungu ni nini? Maandiko yanatuambia katika Timotheo wa kwanza. Tufike pamoja Timotheo wa kwanza. Unaposoma tu Timotheo wa kwanza sura ya 3.
Maandiko yako wazi kutuambia nyumba ya Mungu ambapo mapigo yalianza au hukumu zilianza. Ni sehemu gani hiyo? Katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 maandiko yanasema, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu. Kwa hiyo nyumba ya Mungu ni kanisa la Mungu. Lakini ni nini hicho? Anasema ni kanisa la Mungu. Anaelezea hapa mbele, anasema nyumba ya Mungu au kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Nguzo na msingi wa kweli. Kwa hiyo kanisa la Mungu limejengwa katika nguzo na msingi wa ukweli. Hapa amesema kweli, lakini ni truth, ni ukweli huo. Sasa ndugu zangu, hukumu zitaanza katika nyumba ya Mungu kama vile Petro anapozungumza, lakini tunaambiwa hapa katika kitabu hiki cha Maranatha kwamba watakaopokea muhuri wa Mungu ni wale ambao wanaolia na kuomboleza au na kuugua kwa ajili ya machukizo yanayofanyika katika kanisa. Hicho ni kigezo cha wale watakaopokea muhuri. Tujihoji maswali mimi na wewe, je, leo hii tupo miongoni mwa wale ambao wataweza kupokea muhuri wa Mungu aliye hai? Ndio hivyo tunalia na kuomboleza kwa ajili ya machukizo yanayofanyika katika nyumba ya Mungu, ni kweli kabisa? Au tukiona viongozi wa kanisa wanafanya mambo ya ajabu, wakina Diopo wanafanya mambo ya ajabu, tunatamani hata wapate na madhara wafe. Tunatamani hivyo. Na kuna watu wengine wakiona labda wao viongozi wamepata na shida mbalimbali, wanasema Mungu amewapiga. Tunasema Mungu amewapiga hao viongozi. Unaona wanaugua, unaona wanapata shida, Mungu amewapiga. Hapana jamani. Tutofautishe sana kati ya kazi za Mungu na kazi za shetani. Tutofautishe sana. Mungu ni Mungu wa rehema na Mungu wa huruma, na lengo lake ni kwamba anahitaji kila moja aifikirie toba. Hao kina Diopo, wakina Teddy Wilson, wakina Mark Finley na viongozi wote kina Lekondayo, wote wanaofahamu viongozi wote wa kanisa. Bwana anatamani sana hao watu waifikirie toba. Lakini ndio tukae kimya? Hapana. Maandiko yanasema katika Isaya sura ya 58. Unapofika Isaya sura ya 58 maandiko yako wazi yanazungumza, anasema kwamba na jamani, kama hatuna mioyo ya rehema katika maisha yetu, hatuwezi kupokea muhuri wa Mungu. Hata siku moja hatutapokea muhuri wa Mungu. Tutasikiaga tu lakini hatutapokea. Katika kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa kwanza maandiko yanasema, piga kelele usiache. Anasema piga kelele usiache. Na ndio maana hapa Maranatha Ministry hatuwezi kuacha kupiga kelele. Maandiko yanasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Paza sauti yako kama tarumbeta. Uhubiri watu wangu kosa lao. 1, 2, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Hii ni nyumba ya Israeli. Hao ni watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato. Maandiko yanasema tusiache kupaza sauti na kupiga kelele kama tarumbeta, kuhubiri wazi makosa jinsi yalivyo. Lakini maandiko yanasema kwamba wale wanaopokea muhuri wa Mungu ni wale ambao wanaugua na kulia. Wanaugua na kulia. Ushakukata siku moja katika nyumba yako ukaugua na kulia kwa ajili ya dhambi za Adventista wa Sabato? Umeshawahi kuugua na kulia kwa ajili ya Pathfinder zinazoendelea kwenye makanisa hizo, hayo magwaride yote yanayofanyika hapo ndani? Tayari umeshawahi kulia na kuugua? Umeshawahi kulia na kuugua kwa ajili ya uchafu wote na mitindo ya ajabu na miziki, midundo inayofanyika ndani ya kanisa? Au mara nyingi tukishaona hivyo tunasema sasa ni wakati wa kutoka, ni kuondoka kabisa, ni kuondoka. Lakini maandiko yanasema tunapaswa kujitenga kutoka kwenye dhambi na wadhambi. Sio kwa wadhambi tu, tunapaswa kujitenga kutoka kwenye dhambi. Wewe mwenye maisha yako bado unajiona kila siku kuna dhambi zinakukamata kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako mwenyewe unatambua wazi jinsi ambavyo mume wako anapata tabu na wewe, jinsi ambavyo mke wako anapata tabu na wewe, jinsi ambavyo watoto wanapata tabu na wewe. Kwenye familia yako tayari haujajitenga kutoka kwenye dhambi na wadhambi, lakini bado ni rahisi kunyoshia mkono General Conference. Ni kweli tunapaswa kuhubiri kweli kama ulivyo na kuonyesha makosa kama ilivyo, lakini jichunguze na kujihoji, je, ni kweli unaugua na kuomboleza kwa ajili ya hayo? Nilikuwa naongea na mtu nikamwambia, vipi ukisikia sasa General Conference imewaka moto, ofisi zake zimewaka moto, viongozi wamepatwa na madhara, wamepigwa na majipu, tunasema Mungu yuko kazini, anatenda kazi, anawapiga hao watu. Jamani, tunapaswa kuelewa sana Mungu jinsi alivyo na tabia yake jinsi ilivyo kikamilifu. Tofauti na hapo hatuwezi kupokea muhuri wa Mungu. Maandiko yanaendelea kusema katika hii Maranatha Agosti 20, anasema katika paragrafu ya 2, kundi ambalo halihisi kusikitishwa na hali yao wenyewe ya kushuka kiroho mkato. Kumbe anasema kipengele cha kwanza ni kundi ambalo kwanza hawahisi hali yao ya kusikitishwa na kushuka kwao kiroho. Mtu anashukaje kiroho? Tunaambiwa vitu vinavyomfanya mtu akue kiroho ni usomaji wa maandiko matakatifu, maombi, kutafakari, kushuhudia wengine. Hivi vitu vinamfanya mtu akue kiroho.
mtu yoyote mwenye maombi ya dhati, mtu yoyote ambaye anachunguza neno kwa dhati kwa ajili yake mwenyewe kwanza, kuna uwezekano wa kushika maandiko, kuchunguza sana maandiko kwa ajili ya watu wengine. Ukasoma maandiko ukamwona mtu fulani. Kila unaposoma unamwona Galen Diop. Kila unaposoma unamwona Teddy Wilson. Kila unaposoma unamwona Papa Francis. Wewe mwenyewe usijione hapo, ni tatizo la kwanza. Kwa sababu maandiko yanasema yule ambaye haisi hali ya kusikitishwa kwa kushuka kwake kiroho, ni ujiulize maswali, ni muda gani unatumia kuomba nyumbani kwako? Saa yako ya maombi ni ipi? Na familia yako mnakaa saa ngapi kuomba na familia? Muda gani unapata wa kumfundisha mke wako na watoto nyumbani? Hapo ujue kama ufanye hicho kitu wewe mwenyewe umeshuka kiroho. Huwezi kabisa kunyosha mkono na kuanza kuongea na General Conference kama bado kuna conference kwenye moyo wako. Watakapokea muhuri wa Mungu ni wale wote wenye chembe za upapa kwenye mioyo yao. Na hizi chembe za upapa tayari zipo kwenye mfumo wa General Conference. Ni mfumo ambao unaongozwa na chembe za upapa. Hizo chembe za upapa ambazo zinaongoza mfumo wa kanisa, bila shaka zinaweza zikaongoza mifumo ya maisha yetu katika mioyo yetu. Kwa hiyo muhuri wa Mungu hautawenda kuweko mahali hapo. Kama mahali hapo pana chembe hizo za General Conference, bado sisi wenyewe hatuwezi tukapokea muhuri wa Mungu. Na upapa ni ukandamizaji. Siku zote upapa ni ukandamizaji. Kuna boss na kuna aliye chini. Hiyo ndio upapa. Na huo sasa umeshaingia kwenye mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambapo mchungaji ananyenyekewa kama ambavyo wananyenyekewa wale viongozi wa Kiroma. Padre jinsi ambavyo ananyenyekewa. Na nakumbuka kipindi na sali kwa Roma nisha kutumikia kanisani, unakuta unamtumikia papa, padre, mnamtumikia padre, mnampatia hiki, mnampatia kitambaa, basi mnajikuta mko katika sehemu ya utakatifu kabisa. Hiyo ndio hali ambayo sasa inaenea katika makanisa ya Waadventista wa Sabato. Hali hiyo ya kiongozi kuonekana ni mtu wa heshima kubwa sana, lakini kumbe Bwana alihitaji kiongozi awe mtu wa kujishusha sana katika kanisa ili wengine wajifunze mfano huo. Ndivyo ambavyo Mwokozi alitufundisha alipokuwa anaonyesha wanafunzi wake miguu, alitufundisha kielelezo cha kunyenyekea. Sasa basi katika maandiko tunaambiwa pia katika Waefeso sura ya 5, tufike hapo wakina baba katika familia zetu, tufike katika Waefeso sura ya 5. Maandiko yanasemaje kuhusiana na sisi akina baba? Tumepewa kazi gani? Maandiko yanasema kwamba kipengele nasoma kwa kina baba katika mstari wa 25, Efeso sura 5 mstari wa 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Lakini wengi tunatamani sana kipengele cha mstari wa 22 ambapo kinasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii. Tena watuendelee mbele, tunasema tu enyi wake watiini waume zenu. Lakini fungu nasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Namna gani tunamtii Bwana wetu? Sasa sisi tutafakari wazo hili katika upana, kwa sababu kuna namna tunatafakari katika familia, tunasema kwamba wake wanapaswa kuwatii wakina baba. Lakini maandiko yanasema kama vile kumtii Bwana. Chini anasema sisi wakina baba tunapaswa kuwapenda wakina mama. Lakini kwa namna pana zaidi, Paulo alikuwa anazungumzia kati ya Kristo na kanisa. Sisi ni mwanamke kanisa. Tunapaswa kumtii Kristo na Kristo anapaswa kulipenda kanisa. Swali la msingi ni hili: vile ambavyo unavyoishi na mke wako nyumbani ndio vile ambavyo Kristo anaishi na wewe hivyo? Vile ambavyo mke unaishi na bwana wako ndio vile ambavyo Kristo anaishi na wewe hivyo? Haya yote ni mambo ya msingi ya kutafakari, kwa sababu tusipoweza kuelewa haya tutatamani utii lakini atuonyeshe upendo. Familia yoyote ambapo baba hana upendo kwa mama, hakunaga utii hata siku moja. Na kama kuna mama ambaye anamtii baba kwa sababu tu ya makabila, kwa sababu ya tamaduni za Kiafrika, anakosea sana na anajinyima haki za msingi za utii. Hamnaga kitu kama hicho hata siku moja. Na familia zozote akina baba ndio wa kwanza Bwana atakawauliza. Alimuuliza Adam, akumuuliza Hawa, kwa nini umekula tunda? Alienda kwa Adam, ndio mtu wa kwanza kuulizwa. Adam, umekula lile tunda? Umeuko wapi? Mbona kwanza kwa mwanamke ambaye ndio wa kwanza kula? Sisi akina baba ndio wa kwanza chanzo cha migogoro katika familia. Familia yote yenye migogoro, familia yote yenye shida kama hizo, muhuri wa Mungu hautawekwa hapo. Watu hao wataandaliwa kupokea chapa ya mnyama. Maandiko yanaendelea kusema kwamba wale wote kundi ambalo halihisi kabisa kusikitishwa na kushuka kwao kiroho, hamna maombi, hakuna usomaji wa neno wa kujichunguza kwa kina, watu kama hao, maandiko nasema wala haliombolezi kwa ajili ya dhambi za wengine. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni kuomboleza dhambi zako mwenyewe, alafu sehemu ya pili aomboleza dhambi za watu wengine. Na mtu mwingine utaanza na nani? Utaanza na mke wako, utaanza na mtoto wako, utafika sasa kwenye dhambi za kanisa.
Ni makosa makubwa sana kwenda kwanza kuzungumzia dhambi za kanisa kwa ujumla kabla wewe mwenyewe hujazungumza dhambi zako na za mke wako na za mtoto wako. Hayo ni makosa, na shetani ndio anapenda sana hivyo. Anapenda sana shetani. Watu wanatega kamera kwanza kupiga dhambi za sehemu zingine kabla ya kwanza kwenye nyumba zao. Anapenda sana na anasema safi, piga. Tena nakupa na mafungu, paza sauti usiache. Nakupa na mafungu ya kutosha ili uhubiri ujumbe na wewe mwenyewe mwisho siku uwe mtu wa kupotea. Ni mambo ya kusikitisha sana. Maandiko yanasema kwamba watu kama hao, maandiko yanasema kundi hilo litaachwa bila muhuri wa Mungu. Anaendelea anasema sio wote wanaodai kushika sabato watakaotiwa muhuri. Sio wote wanaodai kushika sabato watakaotiwa muhuri. Wapo wengi hata kati ya wale wanaofundisha ukweli kwa wengine ambao hawatapokea muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Sio kwamba wanafundisha uongo. Hawa wanafundisha ukweli kwa wengine, lakini maandiko yanasema hawatapokea muhuri wa Mungu. Swali ni hili: kwa nini? Mbona wanafundisha ukweli na usipokea muhuri wa Mungu? Kwa sababu gani hili kundi alisipokea muhuri wa Mungu? Anasema walikuwa na nuru ya ukweli kabisa. Walikuwa na nuru ya ukweli, yani walichokisimamia kilikuwa ni ukweli kabisa. Maandiko yanasema walijua mapenzi ya Bwana wao. Jamani, hadi walitambua kabisa mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yao. Walielewa kila hoja katika imani yetu, yani kila kipengele katika imani walielewa. Namna ya kula walielewa vizuri na waliifundisha. Mahali pa kuishi walijua ni mashambani, walienda. Kila kitu walikifundisha vizuri, walifahamu kila kipengele katika imani, hawakukosea hawa watu. Basi anasema lakini matendo yao hayakupelekana na hayo. Ni rahisi kufundisha ukweli vizuri kabisa. Yani wewe unaweza ukafundisha na mtu akaelewa na akaongoka, lakini wewe mwenyewe usiwe na matendo ya kukusaidia kupokea muhuri wa Mungu. Ndugu zangu, hii ndio kazi ya maandalizi ya msingi kufanya kuliko kazi nyingine zote za kuzifanya. Ni heri hata usihubiri, hata usiandike kitabu, wala usigawe kitabu, usijisumbue kwa lolote katika hayo kabla wewe mwenyewe maisha yako hayajapelekana na hiyo imani tunadai kuiamini. Haya ni maandalizi ya msingi na ni muhimu sana kwetu kuyafanya katika wakati huu tunaoishi. Nabii anaendelea kusema katika ukurasa unaofuata, anasema maneno yafuatayo: hakuna hata mmoja kati yetu atakayepokea muhuri wa Mungu wakati tabia zetu zikiwa na doa moja tu au hata doa moja hatutaweza kupokea muhuri wa Mungu. Hata kama tuna dosari hata moja hatutaweza. Anasema tunawajibika katika kurekebisha dosari katika tabia zetu, kusafisha hekalu la roho toka katika kila namna ya uchafu. Ndipo mvua ya masika itakaponyeshea kama vile ile ya awali ilivyoonyeshea wanafunzi. Kumbe hata kupata mvua ya masika, vigezo vya kupata mvua ya masika, maana wale watakapokea muhuri wa Mungu ndio wale watakaweza kupata mvua ya masika. Kwa kigezo ni kwamba tusiwe na dosari lolote wala lolote katika maisha yetu. Kazi kubwa iko namna gani ya wale ambao wanaoamini wana ujumbe huu wa mwisho kufanya matengenezo. Na matengenezo haya kwanza lazima anze katika familia. Huwa nazungumza mara nyingi, nasema akina baba wengi sana watapokea chapa ya mnyama. Na kina baba wachache sana wanaweza kujishusha kwa wake zao na kumwambia mke wangu, samahani nimekosa, nisamehe. Ni kina mama wengi ndio wanaweza kusema mambo kama hayo. Hata sasa ukiangalia movement kubwa ya kina mama ndio wanatamani sana kwenda mashambani. Lakini kina baba wengi wamepoa, wameridhika kabisa na hali walizonazo. Lakini kina mama wengi ndio wanaolia kwenye majumba. Lakini kumbe kina baba walipaswa kuwa ni watu ambao wangepaswa kupaza sauti kwa roho ya kunyenyekea kwenye familia, ili kusudi kina mama waone kweli baba anachokifundisha ndicho hicho anachokifanya. Lakini kina mama wengi wanalazimika kuwa katika hali ya vuguvugu na kukataa ujumbe kwa sababu ya maisha ya kina baba wengi katika familia. Shetani kama angeweza kupingwa kikamilifu, basi akina baba wangeweza kupiga magoti kwa wake zao na kumwambia, mke wangu nisamee kwa hali yangu ya maisha ya kipumbavu, nimeishi kijinga, nimeishi kama papa kwenye nyumba hii. Unajua papa ni ukandamizaji, narudia tena, upapa ni ukandamizaji. Na upapa si ni ubaba, kwa sababu neno papa ni ubaba. Ndivyo ambavyo wengi wanaishi akina baba, wanadhani ubaba ni ule upapa wa kukandamiza familia. Lakini kwa namna hiyo inasikitisha ni kwamba hatutaweza kuokolewa. Ni maneno magumu, lakini kiukweli hatutaweza kuokolewa. Na lazima ujumbe huu uwe moja kwa moja katika familia zetu, utuandae na utuchonge. Na ndio maana ujumbe wa Yohana wa mwisho, Elia wa mwisho ujumbe wake ni kwenda katika familia, kuzichonga familia, kufanya mioyo kina watoto waelekee kina baba, na mioyo kina baba ielekee watoto. Mungu asije akapiga dunia kwa laana. Amesema kina baba kwa sababu ndio waliopewa dhamana ya kulea familia, ndio waliopewa dhamana ya kufundisha huu ukweli kwenye familia zetu. Jamani, Mungu atusaidie, tutie nguvu kina baba wote mnapata nafasi ya kusikiliza haya masomo. Mungu atusaidie kabla ya kuzunguka na mambo mengi. Hebu anza kwenye familia yako, anza kwenye maisha yako. Tunyenyekee, na unyenyekevu ndio jambo utakalotuokoa.
Na ndio somo ambalo Mwokozi alifundisha, somo la mwisho kwa wanafunzi wake, alifundisha kipengele cha unyenyekevu. Pale ambapo wapo katika chumba cha juu na wanangojea kila mtu amnawishe miguu mwenzake, unamngojea mtumishi kunawisha miguu, Mwokozi akashuka chini. Mwokozi wa ulimwengu aliyeniumba mimi na wewe akashuka chini, akaenda kumnawisha miguu mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Aibu namna gani iliwapata hawa wanafunzi? Na ndo tunaambiwa hapo ndipo ulikuwa wakati wa wanafunzi kugeuka. Na tunaambiwa Mwokozi alikuwa amefundisha somo hili mara nyingi, lakini halikueleweka. Ila alipofanya kwa namna hiyo, ndo mioyo yao ikaguswa, ikachomwa. Na mimi nakwambia baba yoyote katika familia yako, na kupatia huu ujumbe na kupatia hii siri, nenda katika familia yako, kanyenyekee kwa mke wako, kamwambie akusamee, akueleze mambo yako jinsi yalivyo. Mke yoyote ambaye ni mwaminifu atamueleza mume wake kwa upendo, mume wangu una tatizo hili na hili na hili. Na mume mwambie mke wako kwa upendo, mke wangu una shida hii na hii, lakini natamani tuweze kuokolewa. Kila mtu ana changamoto zake kwenye familia, hilo hatuwezi kulipinga. Ila kama hakuna upendo, hauwezi kuondoa changamoto yoyote. Na Bwana ameruhusu tuweze kuwa na familia ili aweze kuziokoa nyumba zetu. Bwana tutie nguvu, atupatie moyo wa ujasiri wa kuendea wake zetu na kueleza ukweli mambo haya. Na hii itakuwa ni sehemu nzuri sana ya wokovu. Hapo ndipo wokovu unapoanzia. Somo lijalo natamani tuweze kutafakari maandalizi 7 ya msingi kabla zahama inayokuja. Hebu tuendelee na nukuu hapa mbele. Anasema hivi. Maandiko yanaendelea kusema kwamba ndugu zangu, mnafanya nini katika kazi kuu ya maandalizi? Na Biblia inasema mnafanya nini katika kazi kuu ya maandalizi? Wale wanaoungana na ulimwengu wanapokea muundo wa kidunia na kuandaliwa kwa ajili ya alama ya mnyama. Kundi la kwanza. Kundi la pili, wale wasioitumaini nafsi zao, wanaojinyenyekeza wenyewe mbele za Mungu na kusafisha roho zao kwa kutii ukweli, hawa wanapokea muundo wa mbinguni na wanajiandaa kwa ajili ya muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Kigezo kikubwa hapo ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Maandiko nasema wakati wa kujiandaa ni huu. Mwisho nasema nabii, wakati wa kujiandaa ndio huu. Anasema kamwe muhuri wa Mungu hautawekwa kwenye kipaji cha uso cha mwanaume au mwanamke asiye safi. Kamwe hautawekwa kwenye kipaji cha uso cha mwanaume au mwanamke apendaye makuu. Apendaye makuu. Kwenye familia zetu, nani anapenda makuu kati ya baba na mama? Mtajihoji, kila mmoja kwenye familia yake atajiuliza, ni nani anayependa makuu hapa nyumbani? Nani anapenda kuabudiwa? Nani akiingia nyumbani watoto wote wanapiga saluti? Nani? Ni baba au mama? Mtu wa namna hiyo maandiko yanasema hataweza kamwe kupokea muhuri wa Mungu. Mtu anayependa makuu. Maandiko yanaendelea kusema kwamba na aipendaye dunia. Kuipenda dunia, maandiko yamesema wazi kwamba tusipende dunia. Kama mtu akipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Tamaa za dunia na anasa zake na fahari zake, vyote vinapita upesi sana, hivi karibuni vitapita vyote. Wale wote wanaopenda dunia, maandiko yanasema hawataweza kupokea muhuri wa Mungu. Nilishangaa hata niliposoma wakati fulani, maandiko yanasema kwamba wengi sana hawampendi Mungu. Maandiko yanasema wengi sana hawampendi Mungu. Anasema kwamba wengi, yani wanaipenda dunia kiasi kwamba kumpenda Mungu hakupo hata katika nusu ya vile wanavyopenda dunia. Yani dunia kama mtu anaipenda 80%, basi kumpenda Mungu hakupo hata 40%. Yani hata nusu haijafikia, kwa vile yani namna ambavyo wanampenda Mungu asilimia zake ni chini sana, hata nusu hazijafika kwa namna ambavyo tunaipenda dunia. Na kila mmoja atajihoji katika maisha yake kwamba anaipenda dunia au anampenda Mungu. Na kujihoji ni rahisi. Tafakari neno la Mungu tu uone jinsi ambavyo maagizo ya Mungu yanavyozungumza, na wewe kile ambacho unakifanya ndio utagundua kwamba unaipenda dunia au unampenda Mungu. Kila mmoja ana kipima joto katika maisha yake ambapo anaweza akajihoji na kujiona yeye yuko upande gani. Maandiko yanasema kwamba kamwe hatawekwa, maandiko nasema hapa mbele kwamba kamwe hautawekwa kwenye kipaji cha uso cha mwanamume na mwanamke wenye kupenda dunia. Anasema tena hapa mbele, kamwe hautawekwa kwenye kipaji cha uso cha mtu mwenye ulimi wa uongo au moyo mdanganyifu. Mtu mwenye ulimi wa uongo au moyo mdanganyifu. Kuna wakati unaweza usiongee uongo kwa mdomo, lakini ukawa na moyo udanganyifu. Hapo maandiko yanasema watu kama hao hawatapokea muhuri wa Mungu. Maandiko yanasema tena mwishoni, wale wote watakaopokea muhuri sharti wasiwe na waa mbele za Mungu, wakazi au wakazi watarajiwa wa mbinguni. Wakazi watarajiwa wa mbinguni. Je, maisha yetu tunafanya maandalizi kwa ajili ya jambo hilo?
Na huo ndio wakati ambapo hukumu zitakapomea kwetu tulio hai. Ni jambo la kutisha sana kwa maneno hayo. Bwana atusaidie sana na aweze kutuandaa kusimama kipindi hicho. Namna hii haiwezekani isipokuwa kwa njia ya maombi ya dhati sana. Ndio sehemu ambayo tutakayoanzia. Kipindi kijacho tutatafakari kuhusiana na maandalizi 7 ya msingi ya kivitendo ya kufanya kabla ya wakati huu wa hukumu kuhamia kwetu sisi, kabla ya zahama hii haijafika katika hii dunia. Hivi Bwana atutie nguvu na atusaidie na atuandae kusimama na kuziandaa familia zetu na makanisa kwa ujumla na dunia nzima, katika jina la Yesu Kristo, amina. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba, tunakushukuru sana kwa fursa ambayo umetupatia kuweza kujifunza neno lako la uzima. Baba, tunajua masomo haya ni masomo muhimu sana, lakini shetani hapendi yaweze kuhubiriwa. Shetani anapenda mara nyingi tutazame dosari za watu wengine. Tutafakari sana makosa ya kanisa kuliko kutafakari makosa ya maisha yetu. Tutafakari sana jengo la kanisa kuliko kutafakari majengo ya familia ambayo umetupatia. Baba, huu ni mtego mkubwa sana ambao shetani anaufanya. Tusaidie Baba, tuandae kwa namna kipekee sana ili kusudi masomo haya yaweze kuwa mbaraka kwetu na kutuandaa kwa ajili ya muhuri wa Mungu hivi karibuni. Muhuri wako Baba utawekwa katika vipaji vya nyuso za wanaume na wanawake wale ambao wameshinda dhambi zote na kujitenga nayo na kuwa watakatifu mbele zako. Tunaamini Bwana unasikia maombi na utatusaidia na utatutia nguvu. Kila mwanaume na mwanamke anatazama ujumbe huu, mpatie roho ya unyenyekevu kwenda kujichunguza moyo wake kwa kina na kukaa na mwenzake kutafakari maisha yao na kujiandaa kwa ajili ya jambo hili zito linalokaribia kuipata dunia. Baba, tunashukuru, tumeomba haya yote na kujiacha kwako kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki nyote. Maranatha.